Makadirio ya gharama za ujenzi wa mradi huu ilikuwa shilingi bilioni 4.5. Aidha, gharama halisi za mradi ni shilingi bilioni 3.9. Kiasi cha fedha kilichopokelewa na kulipwa ni kiasi shilingi bilioni 3.6. Utekelezaji wa mradi huu umeshirikisha kikamilifu viongozi na serikali, viongozi wa kijamii na wananchi kupitia mikutano na ziara za wananchi kutembelea na kujionea hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu. Wananchi wameridhia kutoa maeneo yao kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya mradi huu. Manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, kukamilika kwa mradi huu kumeleta manufaa yafuatayo. Moja, kuongeza uwezo wa mamlaka wa kuzalisha maji kwa wastani wa lita milioni 8 kwa siku. Mbili, kuongeza saa za huduma katika mji wa Tukuyu kutoka wastani wa saa 6 hadi wastani wa saa 23 kwa siku. Tatu, kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi kwa 26% kufikia wastani wa 95%. 4, kuboresha afya, uchumi, usalama na maendeleo kwa wakazi wa mji wa Tukuyu wapatao 44,935, ambao ndio itakuwa ni 40 wa changamoto ya maji katika mji wetu wa Tukuyu. Mwenge wa Uhuru ukiwa katika halmashauri ya Rungwe utakimbizwa umbali wa kilomita 90.9 na utakagua miradi 8 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 9. Mheshimiwa Rais Daktari Samia wakati anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya jambo alilifanyia utafiti wa kina ni swala zima la kwenda kuondosha changamoto ya upatikanaji wa maji ndani ya maeneo yetu. Ndiyo maana wakati ameunda wizara hii ya maji, ndiyo wizara pekee ambayo imeundwa pekee haijahusishwa na jambo jingine lolote isipokuwa miundombinu ya maji safi na salama. Na ndiyo maana rais wetu baada ya kuona wananchi wa chini kwa maana ya vijijini pamoja na mijini kwenye kata na mitaa ndio ambao wanasumbuka kupata huduma ya maji, akaamua kuunda mamlaka maalumu katika maeneo ya miji pamoja na vijiji. Na ndiyo maana leo hii kwenye mkoa wetu wa Mbeya tunayo mamlaka yetu ya maji ya Mbeya Usa pamoja na mamlaka yetu ya maji pendwa inayojulikana kwa jina la Ruwasa. Na hakuna mahala ambapo tunasema tutapeleka maji na maji yakawa yasifike mahala hapo. Miongoni mwa sifa walionayo watendaji wa mamlaka za maji kwamba wao hawajali milima, kwamba wao hawajali mvua, kwamba wao hawajali mabonde, wao wanajali kumwekea heshima rais wetu Samia. Na mimi nataka niwaambie ndugu mameneja wa mamlaka hizi kwamba haya ambayo mnayafanya leo hii ni miongoni mwa imani kubwa ambazo mmeziweka kwa wananchi. Wananchi hawa ambao mnawaona wamejitokeza ni kwa sababu ya imani ambayo leo hii mmewapatia. Na mimi niseme wazi kupitia waandishi wetu wa habari, nendeni mkawaeleze Watanzania walio wengi kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii ya miundombinu ya maji, kwa kweli mama huyu amefanikiwa kwa 100%. Naomba tupigieni makofi mengi sana. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.